Hili ni tukio lililotokea siku ya jana tarehe 21 mwaka 2026 huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ndugu waliteketeza hospitali na utibu wagonjwa wa Ebola kisa kutaka mwili wa ndugu yao. Kile kitu kilianza katika mji wa Bunia mkoani Ituri, ndani ya hospitali ya rufaa ya Rwampara, na katika hospitali hii kuna eneo maalum la mahema lililokuwa limetengwa na mashirika ya kimataifa kwa ajili ya kuwatenga na kuwatibu watu wanaohisiwa kuwa na virusi hatari vya Ebola. Ripoti zinasema vurugu hizo zilitokea jana baada ya kijana mmoja mwanasoka aliyechezea timu ya mitaa aliyekuwa akitibiwa hapo kupoteza maisha. Ndipo ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu walipofika hospitalini hapo kwa fujo wakiutaka mwili wa ndugu yao. Hawakutaka kusikia habari za kanuni za kitabibu, walitaka kitu kimoja tu, kukabidhiwa mwili wa mpendwa wao ili upeleke nyumbani wakaufanyie mazishi ya kiasili. Lakini madaktari wa hospitali hii walisimama kidete, kwani sheria za afya duniani ziko wazi. Mwili wa mtu aliyefariki kwa Ebola unakuwa na mamilioni ya virusi hai na ni hatari zaidi kuliko hata mgonjwa aliye hai. Ukigusa, ukibusu au kuosha kama ilivyo desturi ya kiasili, unakuwa umejiweka katika hatari ya kuugua ugonjwa huu. Madaktari walitaka kuwapa mwili huo na kusisitiza lazima uzikwe kwa usimamizi maalum wa madaktari. Hapo ndipo hasira ilipolipuka. Kundi la vijana liligeuka kuwa la kikatili zaidi. Walianza kushambulia majengo kwa mawe, wakiponda madirisha na kuwatishia maisha ya wafanyakazi wa afya. Polisi walifyatua risasi za onyo na mabomu ya machozi kama sehemu ya kuwatawanya wananchi hao wenye hasira kali. Ndani ya sekunde chache viberiti viliwashwa, moto mkubwa ulilipuka na kuanza kuteketeza mahema ya matibabu yaliyokuwa yamejaa vifaa vya gharama kubwa vya kuokoa maisha. Moshi mzito mweusi ulitanda angani huku kukiwa na hofu kubwa. Wakati moto huo ukiendelea kusambaa, kulikuwa na wagonjwa wengine 6 waliokuwa wamelazwa humo ndani wakipigania maisha yao dhidi ya Ebola. Katika hali ya sintofahamu, maafisa wa afya walilazimika kuhatarisha maisha yao wenyewe, wakakimbia katikati ya moto na moshi na kufanikiwa kuwatoa wagonjwa wote 6 salama na kuwahamishia katika jengo kuu la hospitali hiyo. Kwa mujibu wa Reuters, hata hivyo, uharibifu ulikwisha fanyika. Mahema mawili makuu ya matibabu yaligeuka kuwa majivu. Mfanyakazi mmoja wa afya aliyejeruhiwa vibaya kwa kupigwa mawe kichwani wakati akijaribu kutuliza ghasia hizo, naye alipatiwa matibabu. Jambo la kusikitisha zaidi, ule mwili wa marehemu uliokuwa umehifadhiwa nao uliteketezwa kabisa katika vurugu hizo. Kulingana na ripoti, kisa cha kwanza kinachojulikana katika mlipuko wa sasa huko Bunia, mji mkuu mkoa wa Ituri, kilitokea Aprili 24. Virusi hivyo vilisambaa baada ya mwili wake kurudishwa nyumbani katika mji wa karibu wa Mugwalu, na waombolezaji walikusanyika karibu naye na kumgusa wakati wa mazishi. Ndipo Ebola ikaanza kusambaa. Viongozi wa eneo hilo wameeleza masikitiko yao makubwa, wakisema kuwa sehemu kubwa ya jamii bado haiamini kabisa uwepo wa ugonjwa wa Ebola, wengi wakiamini kuwa ugonjwa huo ni biashara ya madaktari au ni njama ya kisiasa, jambo linalowafanya wakatae kata kufuata miongozo ya afya. Mimi ni Regina Baltazari. Hizi ni ripoti kimataifa.